Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Taarifa ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo kwenda nchini Iran katika jiji la Tehran baada tu ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran iweze kujisalimisha bila masharti yoyote kuhusiana na kukubali matakwa ya mkataba wa nyuklia. Mashambulizi makali ya anga yaliyofanywa na Israel yalilenga mji mkuu wa Iran, Tehran, mapema Jumatano, siku moja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran ijisalimishe bila masharti. Wakati Marekani ikituma ndege zake za kivita kuelekea Mashariki ya Kati, Trump alitoa kauli kadhaa kuhusu mgogoro huo, ikiwa ni pamoja na onyo kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akisema kuwa Marekani inajua alipojificha, lakini kwamba hakuna mpango wa kumuua angalau si kwa sasa. Kauli zake zimezua mkanganyiko kuhusu nafasi ya Marekani katika mzozo huu, huku wakazi wa Tehran wakikimbia makazi yao katika siku ya 6 mashambulizi ya anga ya Israel yanayolenga jeshi na mpango mzima wa nyuklia wa Iran. Israel imedai kuwa mashambulizi yake ya kina ni ya lazima ili kuzuia Iran kufikia hatua ya kutengeneza silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo tayari yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 224 nchini Iran. Iran imeshajibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora takriban 400 na kutumia mamia ya droni dhidi ya Israel. Hadi sasa watu 24 wameripotiwa kuuawa upande wa Israel. Mgogoro huu umeibuka wakati ambapo Israel inaendelea na mapigano katika ukanda wa Gaza, ambako kumekuwa na visa vya risasi kila siku karibu na maeneo ambayo Palestina wanalazimika kwenda kuchukua msaada wa chakula. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inahusu mashambulizi ya Israel katika mji wa Tehran pale nchini Iran, baada tu ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuzungumza kwamba Iran inapaswa kuweza kujisalimisha bila masharti yoyote kuhusiana na mchakato huu wa nyuklia. Sasa hapa kuna taharuki kubwa kwamba Marekani inajiingiza kwenye mzozo huu kimya kimya kwa mgongo wa Israel, ambapo kumekuwa kuna hisia tofauti kuhusiana na hiki ambacho kinatokea Mashariki ya Kati. Wanaamini kwamba Marekani sasa anaamua kuingiza mguu mmoja kwenye vita hivi. Israel pia inaendeleza operesheni zake za anga, lakini vile vile Iran pia inaendeleza operesheni zake za kuweza kuishambulia Israel kwa ajili ya kuweza kulipiza kisasi ili kuweka usalama katika nchi ya Irani. Mtazamaji, jiunge nasi kwa taarifa zaidi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.